Bwana mtazamaji wa Mtani TV, karibu tena. Leo ni siku nyingine na nipo na Shabel Daniel. Kikubwa tunaenda kuangazia tetesi ambazo zinamhusu kocha wa Yanga Romain Folz kuhusiana na taarifa za kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Shabel, mambo vipi? Fresh. Mambo yako poa? Mambo yako poa kabisa. Bana, tetesi zimekuwa nyingi kwamba Romain Folz muda wowote ule anaweza kaondoka ndani ya klabu ya Yanga. Shida iko wapi? Binafsi yangu sidhani kama kuna shida kwa upande wake na staff wake. Nadhani shida zaidi inawezekana ipo kwa uongozi wenyewe wa Young Africans na kile ambacho wanakitaka kiweze kutokea kwa sasa hivi ambacho kimeonekana kimeshindwa kutokea chini ya Romain Folz. Sasa kuna vitu vya kutazama hapa. Shida kwangu mimi, kwa nini naamini ipo kwa Young Africans? Ni kwa sababu nashawishika kuamini kwamba inawezekana wakati wanamwajiri Romain Folz walikuwa hawajui ni kipi ambacho wanaenda kukipata kutoka kwa kocha huyu, ama hawakufanya utafiti wao wa kutosha kuhusiana na aina ya mpira ambao wanautaka wao wacheze, ambao wangeupata ama walikuwa wanatarajia kuupata ama kuona chini ya mwalimu huyu Romain Folz. Na ukiniambia kwamba ni sababu za kimpira, siwezi kukubaliana na wewe, kwa sababu ukitazama kwenye michezo kadhaa ambayo ameongoza Young Africans hajapoteza hata mchezo mmoja. Michezo ya kuanzia kwenye michezo ile ya mashindano rasmi, kwenye mashindano ile ya shindano la ngao kapata kombe dhidi ya Simba, mechi mbili zile za kimataifa kashinda mechi zote home and away. Michezo ya ligi miwili, pointi 4 kwenye mechi mbili, moja akiwa ugenini kwenye uwanja mgumu kama Sokoine dhidi ya mpinzani ambaye amekuwa anampa wakati mgumu Young Africans, Mbeya City. Mimi binafsi naamini kabisa kwamba ulikuwa ni mwanzo mzuri kwa mwalimu huyu Romain Folz, lakini ukiniambia sababu za kimpira za kumfukuza Romain Folz siwezi nikakuelewa, lakini kwa sababu zao wao wenyewe kwamba sababu za kumfukuza kocha huyu za kutaka kuachana naye ni kiwango kibovu ama mpira ambao hauridhishwi ambao unaonyeshwa chini ya Romain Folz. Kwa sababu ukiniambia kwamba ni matokeo mabovu tu ambao ameyapata dhidi ya Mbeya City, nitakukatalia, kwa sababu Yanga amevuna alama moja katika uwanja wa Sokoine dhidi ya Mbeya City. Na kuvuna alama moja haimaanishi kwamba ni matokeo mabovu kwa mwalimu Romain Folz, kwa sababu hata watangulizi wake wamewahi kuvuna alama hiyo moja kwenye michezo takriban 3 mpaka 4 iliyopita dhidi ya Mbeya City, na tena dhidi ya walimu wazuri tu, ikiwemo pia mwalimu Nabi. Unakumbuka mechi ya mwisho kabla Mbeya City hajashuka daraja, mechi iliisha kwa sare pale Sokoine goli 3-3. Mbeya City ile kina Richardson Ngodia tena wamemfunga Yanga goli 3 mpaka dakika 54. Yanga wanakuja kufanya comeback dakika 90, mechi inaisha 3-3. Kwa hiyo ukitazama trend ya matokeo ya Young Africans chini ya Romain Folz wamekuwa na matokeo mazuri, lakini ukiniambia sababu nyingine tofauti na hizo za kumuondoa mwalimu wao, binafsi siwezi nikakubaliana nao, na lawama zaidi zitapaswa kuanguka kwa watu ambao walimwajiri, ambao ni management ya Young Africans. Watu wanazungumza kwamba hawaridhishwi na soka ambalo Yanga wamekuwa wakilicheza. Walishazoea kuona mpira wa kasi, lakini mpira ambao unamalizika ndani ya dakika 90 wakiwa na magoli mengi ya kutosha. Lakini kwa mwalimu Romain Folz imekuwa ni tofauti na hivyo. Ndio maana nazungumza kwamba tatizo zaidi itakuwa ni kwao management ya Young Africans, kwa sababu kabla hujamwajiri mwalimu lazima uangalie falsafa yake ya uchezaji ya ufundishaji na namna ambavyo anaenda kuapply aina ya wachezaji ambao umewasajili wewe. Sasa kwa Young Africans inaonekana falsafa yao walikuwa nayo kwa misimu ya ushindi yote 4 mpaka 5 iliyopita haiendani na falsafa ya mwalimu Romain Folz, kwa sababu huyu ni mwalimu ambaye alijitanabaisha kwamba ni mwalimu ambaye asio mtu ambaye anapenda sana umiliki wa mpira. Ni mwalimu ambaye anapenda sana kucheza kwenye transition, timu iwe na passes kwenye build up ziwe ni chache sana, timu iweze kutoka kwa haraka, kutoka nyuma kufika mbele kwenye lango la mpinzani, timu ifike kwa haraka. Lakini kwa Young Africans imekuwa ni tofauti kwa misimu 4 iliyopita, kwa sababu wamekuwa na makocha ambao wana falsafa ya umiliki zaidi wa mpira wa miguu, tofauti na falsafa ya mwalimu Romain Folz. Kwa hiyo shida itakuwa ipo kwa wao management kuajiri mwalimu ambaye
haendani na falsafa ya Young Africans kwa misimu minne iliyopita. Lakini pia aina wachezaji ambao wamesajili Young Africans msimu huu ilikuwa inatoa direction kwamba kuna change of philosophy kiuchezaji ndani ya uwanja, kwa sababu wamemuondoa mtu kama Ali Aucho, alikuwa ni mchezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Young Africans. Wana wachezaji wengine tofauti ambao wanacheza aina tofauti ya mpira wa miguu. Kwa hiyo walipaswa kuwa wavumilivu, kwa sababu kwenye masuala ya ufundishaji wa mpira wa miguu mwalimu mpya anapoingia kwenye timu anahitaji muda wa zaidi ya wiki 8 mpaka 12 ili mpira wake ule halisi uweze kuonekana. Lakini mimi na wewe tukijiuliza hapa Romain Folz namna gani ndani ya Young Africans, sidhani hata kama miezi mitatu imekamilika, kama hizo wiki 12 zimetosha wachezaji wake kuweza kuelewa falsafa yake, kuweza kuelewa mfumo wake, lakini pia ule muunganiko, cohesion ndani ya timu, wachezaji uweze kuonekana. Kwa hiyo alikuwa anahitaji muda zaidi na sio hizi mechi chache, kwa sababu ukitazama mechi za mashindano kwenye msimu hazizidi mechi 5, na ni kitu ambacho haitokuwa fair kumuondoa kwa sababu hizo za timu kutofanya vizuri, kwa sababu anahitaji muda zaidi ya wiki 12 ili hawa wachezaji wapya ambao wamesajiliwa na waweze kuelewa mfumo wake, waweze kuelewa mbinu zake, na mwisho wa siku ule muunganiko wa timu uweze kuonekana. Nafasi ya Romain Folz ndani ya Yanga ni ipi? Kwa sasa hivi kwa taarifa zilizopo ni nafasi yake ya kuendelea kusalia kwenye kikosi cha Yanga ni finyu, kwa sababu tayari inaonekana Young Africans wapo kwenye mchakato wa kupata kocha mpya, na kocha ambaye anatajwa ni kocha wa Madagascar, wa timu ya taifa ya Madagascar. Napenda kumfupisha jina lake, ni gumu kidogo, anaitwa Roro. Wanapenda kumuita majina ya haraka, ni jina fulani gumu. Kwa hiyo ni kocha ambaye anahusishwa kujiunga na Young Africans, na inavyosemekana ni kwa sasa hivi ni kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo ya kumpa mkataba wa miaka 2 kocha huyo, na wakiandaa taratibu za kumlipa fidia kocha huyo Romain Folz, na benchi lake la ufundi waweze kuvunja mkataba na kuachana naye. Kama Romain Folz ataondoka ndani ya Yanga haitaathirika? Athari zinaweza zikaonekana labda kwa baadhi ya wachezaji ambao kwenye mechi hizi za hivi karibuni walionekana zaidi kuaminiwa na Romain Folz. Tuliona kwa mfano kwenye eneo la katikati wa uwanja kulikuwa kuna mabadiliko kwenye midfield ya Young Africans. Watu wengi walitarajia labda usajili wa Musa Bala Conte unaweza kaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, lakini by surprise unamuona mtu kama Aziz Ndambwile ametake over eneo la katikati. Kuna wachezaji kama kina Edmund John wamekuwa wakipata muda mwingi wa kutosha kucheza na kuonyesha viwango vyao. Kwa hiyo inaweza kaleta athari hiyo kwa namna moja ama nyingine, lakini Young Africans kwa mfano tangu kwenye pre-season chini ya Romain Folz umekuwa anajaribu kutengeneza falsafa tofauti ya uchezaji ndani ya Young Africans. Long balls, counter attacks, transitions zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo anapokuja huyu kocha Roro kutoka Madagascar, anaweza kaja na falsafa tofauti, timu ikabadili mwelekeo completely katika kipindi cha muda mfupi, kitu ambacho kinaweza ikaleta athari kwenye michezo ya hivi karibuni, kwa sababu tayari wachezaji wanakuwa wamechanganya falsafa. Kwa hiyo nadhani athari zinaweza zikawepo, lakini zikawa sio kubwa sana, lakini zikawa pia sio ndogo sana kama wengi ambao wanafikiria. Bana, shukrani sana. Poa.